Na mtazamaji wangu, leo hii katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Mnyika ameitaka mahakama kuu kulinda uhuru wake wa kikatiba na kuhakikisha ya kwamba haifanyi maamuzi au shughuli zake chini ya ushawishi wa taasisi yoyote ile, akisisitiza kuwa mamlaka ya utoaji wa haki inapaswa kubaki kuwa huru kwa mujibu wa sheria ya nchi, jambo ambalo linazidi kupendekezwa kufanyiwa Mheshimiwa Tundu Lissu, tofauti kabisa na anavyozidi kushikililiwa hivi sasa huko gerezani. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuelekea kwa ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo, chama Chadema, Mheshimiwa John Mnyika, pamoja na mwenyekiti msaidizi mshikililizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche, wameweza kuvunja ukimya kwa Mheshimiwa Tundu Lissu kuendelea kusalia gerezani. Hatua hii, ama baada ya kuvunja ukimya, viongozi hawa wameweza kuzungumza jambo ambalo mahakama kuu hivi sasa inazidi kuangaliwa pakubwa na mamilioni ya Watanzania kutokana ni maamuzi ya aina gani ambayo wataweza kuyafanya. Je, maamuzi watakayokuwa akiyafanya ni maamuzi ambayo yataweza kuchangia pakubwa haki kupatikana kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, ama itakuwa ni maamuzi ambayo yataweza kukandamiza Mheshimiwa Tundu Lissu kwa nafasi yake ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo linazidi kusababisha mamilioni ya Watanzania kuwa ange kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu, ili aweze kubainika ni kesi ya mchongo tu, bali Mheshimiwa Tundu Lissu hakuweza kuwa na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo linazidi kumweka katika nafasi kubwa kushinda viongozi wakuu wa chama cha CCM walioweza kupeleka mashtaka ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na viongozi wakuu wa chama Chadema leo hii kinazidi kuashiria solidarity wanayozidi kuionyesha ama kusimama naye Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa akiwa gerezani. Kwani mtazamaji wangu, kama kweli ingekuwa viongozi ambao wangeweza kukosa matumaini naye Mheshimiwa Lissu, basi moja kwa moja leo hii tusingekuwa tunazungumzia viongozi hawa kuendelea kuwa katika nafasi bora na kubwa kumtetea Mheshimiwa Lissu, na hata kupendekeza mahakama kuu isiweze kufanya maamuzi kwa kushinikizwa ama kwa kuamrishwa na viongozi walioko madarakani ama uongozi mzima wa CCM. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo hivi sasa Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kupata uungwaji mkono kila kona, ikiwa ni raia wa Tanzania, pia viongozi wenza waliokuwa nao katika chama cha Chadema. Hii hapa inazidi kuashiria wazi kwamba hakuna njia ya usaliti wa aina yoyote ile anayozidi kuipata hivi sasa Mheshimiwa Tundu Lissu, akiendelea kuwa katika nafasi bora. Na pia Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa sio habari ambayo inazidi kuzungumziwa katika Jamhuri ya Tanzania pekee, bali Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuzungumziwa dunia nzima hivi sasa. Mataifa ya kigeni yameweza kuvutiwa pakubwa na alichokuwa ameweza kukifanya Mheshimiwa Tundu Lissu na kile anachozidi kupanga kukifanya Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani aina ya uongozi ambao Mheshimiwa Lissu angependa aweze kuuleta katika Jamhuri ya Tanzania ni uongozi tofauti kabisa na ule ambao umekuwa kishuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ni uongozi wa aina ambayo huenda uongozi huu tukaweza kufananisha na mataifa ya kigeni, jambo ambalo linazidi kusababisha Mheshimiwa Tundu Lissu kuwa katika nafasi bora kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka katika mataifa ya kigeni. Na ndipo ambapo juzi kati, baada ya mtoto wake Mheshimiwa Tundu Lissu
ambaye ni Agustino aliweza kuelekea katika afisi za ngazi za juu ili kutetea haki za binadamu. Tuliweza kushuhudia pia kesi ya baba yake ambaye ni Mheshimiwa Lissu aliweza kuigusia, na pia ikaweza kuvutia wengi viongozi kutoka katika mataifa ya kigeni, na ndipo ambapo tuliweza kushuhudia uchunguzi mzito kuanzishwa dhidi ya uongozi ulioko madarakani. Pia swali zito ambalo wengi wamekuwa wakiliuliza, kwa nini mataifa ya kigeni yameweza kusitisha mikopo katika Jamhuri ya Tanzania na kusababisha uongozi mzima wa CCM unaozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuelekea Urusi kukopa mikopo? Ni kutokana na uongozi huo wa CCM kuharibu ushirikiano mwema uliokuwa kwa muda mrefu kati ya Marekani pamoja na Jamhuri ya Tanzania, kutokana na yale yote walioweza kuyafanya katika swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kukabidhiana na vijana Gen Z. Hii hapa inazidi kuashiria wazi ya kwamba uongozi ulioko madarakani kwa njia moja ama nyingine unazidi kupata pingamizi kubwa, jambo ambalo litaweza kusababisha uongozi huo kuwa katika nafasi mbaya, hata kutopewa nafasi nyingine na mamilioni ya Watanzania kurejea afisini. Hii hapa, mtazamaji wangu, inazidi kudhihirisha wazi ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa kwake na kuwekwa gerezani iliweza kuwa ni mbinu ya kuzuia Mheshimiwa Tundu Lissu kuwania nafasi ya kiti cha urais. Pia manifesto aliyokuwa nayo Mheshimiwa Tundu Lissu ni manifesto ambayo yangeweza kusaidia Jamhuri ya Tanzania kutopitia changamoto nazozidi kuzipitia hivi sasa, jambo ambalo uongozi ulioko madarakani uliweza kufahamu. Ndipo ambapo kwa njia moja ama nyingine uliweza kuamua kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu. Hivyo basi, kile kinachozidi kuombwa na viongozi wakuu wa chama Chadema, maamuzi yatakayokuwa yakifanywa yaweze kufanywa ili Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kupata haki na aweze kuwa huru, kwani kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru, moja kwa moja tutaweza kushuhudia haki wanazozidi kuzililia wale wote walioweza kuathirika na maandamano ya vijana Gen Z mwaka 2025 itaweza kupatikana. Pia Mheshimiwa Tundu Lissu moja kwa moja ataweza kufanikisha baadhi ya azma ambazo alizonazo katika Jamhuri ya Tanzania. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu katika kesi hii inayozidi kumkabidhi kesi ya uhaini, kuna uwezekano mkubwa Mheshimiwa Lissu kuwa huru, jambo ambalo mamilioni ya Watanzania wanazidi kusubiria. Je, mtazamaji wangu, wewe mtizamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.